Kila mwaka kuna wanafunzi wenye sifa zote za kupata mkopo, lakini baadhi yao hujikuta wakikosa kwa sababu ya makosa ambayo yangeepukika. Leo nitakuonesha makosa 10 ambayo HESLB yenyewe inataka uyaepuke kabla hujatuma maombi yako. Hakikisha unabaki hadi kosa la mwisho, kwa sababu ndilo ambalo waombaji wengi hulifanya bila kujua. Makosa yatakayokunyima mkopo. Kosa la kwanza, utofauti wa majina katika nyaraka. Mfano, taarifa za RITA au NIDA kutofautiana na vyeti vya elimu. Hili linaweza kuwa chanzo cha kukosa mkopo. Kosa la pili, matumizi ya picha au passport size ya zamani. Mwongozo unasisitiza kuweka passport size ya sasa, hivyo hakikisha unapiga passport size mpya. Namba 3, kuweka akaunti ya benki isiyo hai au yenye jina lisilolingana na vyeti vya elimu. Mwongozo unataka akaunti iwe active na jina lilingane na lile liloko kwenye cheti cha elimu. Kosa la 4, kutofuatilia maendeleo ya maombi kupitia akaunti ya SIPA. Mwongozo unashauri waombaji wafuatilie taarifa zao kupitia SIPA. Kosa la 5, kutoa taarifa au nyaraka za kugushi. Hili linaweza kukusababishia kuondolewa kwenye mchakato mzima na hata kuchukuliwa hatua za kisheria. Kosa la 6, kutokusoma mwongozo wa HESLB kabla ya kuanza maombi. Mwongozo unasisitiza waombaji wasome na kufuata taratibu zote kabla ya kuanza. Kosa la 7, kutokuwa na NIDA kwa waombaji wenye miaka 18 au zaidi. Mwongozo unaeleza wazi hitaji hili, hivyo hakikisha una NIDA kama umefikisha umri wa miaka 18 na zaidi. Kosa la 8, kutokufuatilia taarifa rasmi za HESLB. Wengi hupenda kuulizia taarifa kwa watu badala ya kufuatilia kwenye tovuti au akaunti za HESLB au kupiga simu moja kwa moja. Hili linaweza kukufanya ukakosa taarifa sahihi zinazohusiana na maombi ya mkopo wa HESLB. Kosa la 9, kutokukagua maombi kabla ya kuyatuma. Mwongozo unasema waombaji wafanye mapitio na marekebisho kabla ya submission. Na kosa la 10, uelewa mdogo wa jinsi ya kutuma maombi ya HESLB. Ukiwa huelewi mfumo na unataka ufanye maombi mwenyewe, inaweza kukusababishia kuharibu maombi yako na kukufanya ukose mkopo. Hivyo hakikisha unauelewa vizuri mfumo na usibahatishe. Hayo ndiyo makosa 10 ambayo ikiwa utashindwa kuyadhibiti yanaweza kukufanya ukose mkopo. Asante kwa kufuatilia Jack Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare.